Ragoshiki. Rama maraba shikite koria masaya. Nyosha mikono yako. Tunaenda kutegua mitego yoyote waliotutegea siku ya leo. Waliotutegea siku ya leo. Tutategua juu yako, juu ya watoto wako. Tunaenda kuikataa. Hatutanaswa na mtego wote. Sema Baba kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Naita damu ya Yesu. Asubuhi ya leo. 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 Yesu. Naita damu ya Yesu. Naita damu ya Yesu. Yesu. Asante kwa kunipigania usiku wote, kwa kunitetea. Ninauona uwezo wako. Ninauona mkono wako. Naomba toba. Naomba rehema kwa ajili yangu. Chochote kile unachokiona kwenye maisha yangu hakiko sawa, kinampa shetani nafasi. Yesu, naomba rehema. Naomba toba. Ninatubu kwa ajili ya watoto wangu. Naomba rehema juu ya watoto wangu popote walipo. Yesu, samehe uovu wao. Samehe maisha yao kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Uovu wa baba yangu naomba rehema. Uovu wa mama yangu naomba rehema. Nisamehe Yesu kwa huo uovu ambao shetani unampa walai juu ya maisha yangu, ambao shetani unampa shetani walai juu ya biashara yangu, juu ya watoto wangu. Asubuhi ya leo, rehema zako kwa ajili yangu. Nisamehe Yesu kwa damu ya Yesu. 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 Ndoto yoyote niliyoiota siku ya leo, siku ya jana, siku ya juzi, iliyobeba uharibifu juu yangu, juu ya watoto wangu, juu ya uchumi wangu, Yesu, naomba toba kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu naiachilia damu ya Yesu juu ya hiyo ndoto ya kipepo kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu hiyo ndoto asubuhi ya leo naikataa, naifuta, naikataa, naifuta. Haitatimia juu yangu, haitatimia juu ya watoto wangu kwa jina la Yesu. Futa ndoto yote mbaya uliyota, iliyobeba uharibifu juu yako, imebeba uharibifu juu ya watoto wako, imebeba uharibifu juu ya uchumi wako. Futa. Inawezekana umaisha hao, lakini Mungu anajua umeiota. Katika jina la Yesu kataa. Ikatae. Sema haitatimia. Kataa isitimie kwako. Kataa isitimie juu ya watoto wako. Kataa isitimie juu ya biashara yako. Kataa isitimie juu ya uchumi wako. Kandorora wasekeremanda. Rapakorobo saka. Kwa jina la Yesu ndoto zozote tulizoziota zilizopitisha uharibifu Bwana juu ya maisha yetu na juu ya watoto wetu, kwa jina la Yesu tunazifuta na kuteketeza. Bwana juu ya mifugo yetu hizo roho za uharibifu, kwa jina la Yesu tunazikataa. Kwa jina la Yesu tunazikataa. Hatutatimia hiyo ndoto ya moto, hiyo ndoto ya mama, aliyeyote ya kijana, aliyeyote ya mzee, aliyeyote juu yako na juu ya watoto wako, aliyeyote juu ya afya yako, juu ya afya yako, juu ya afya yako, tunafuta, tunakataa. Hiyo ndoto haitatimia kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu pepo roho ya uharibifu unapita kwa njia ya ndoto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na achia Baba kwa jina la Yesu. Hiyo ndoto iliachilia uharibifu juu ya mwili wako, inachilia uharibifu juu ya mwili wako, inachilia uharibifu, inachilia moto kwa jina la Yesu. Na kwa uharibifu juu ya mama, pepo katika jina la Yesu, kutana na moto kwa jina la Yesu. Kasiya roho sakata ikamandara Yesu yana roho kala mandara
unapita, moto unapita, unapita kama umeme. Kandara ya ndara kasaka, kandara masaka, kwa jina la Yesu tunawasha moto, tunawasha moto. Wewe pepo uliyepita juu ya watoto wake, leo moto unaenda, moto unaenda juu ya watoto wake. Paka achia, paka achia, paka achia. Napiga kila ukanga, napiga kila uchawi, napiga kila uganga, napiga kila uchawi kwa jina la Yesu. Paka kwa jina la Yesu. Kuroweshana, tunafuta hizo ndoto zitatimia katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Yesu katika jina la Yesu. Asante Yesu, asante Yesu. Sikuoni kama unikataa hiyo ndoto. Usipoifuta inatimia. Usipoifuta juu yako inatimia. Futa. Mwambie Yesu, ndoto ninaikumbuka, nisaikumbuka. Naifuta. Unaikumbuka, usaikumbuka. Mbaya. Futa. Kabaya. Usikirie. Kamera washaka. Rabara washanga. Robo shekere mandoro washaka. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Sema Baba, kwa jina la Yesu, kila mtego iliyotegewa siku ya leo, kila mtego waliotegewa watoto wangu, naomba hapa uombe kwa kumaanisha. Yaani naomba hapa, naomba uombe mtoto wangu. Kuna baba mmoja, sitaki nitaje ni nani, mtoto wake alikufa. Sasa kama mtakuwa mnafahamu basi utakuwa unaelewa. Mtoto wake alienda Tanga kutafuta kazi. Alienda kuisido, watoto wetu saizi wanajitolea mara nyingi. Ameenda kujitolea mali, lakini akawa ameomba ajira sehemu. Wewe shetani alivyomjinga. Mtoto yuko pale Tanga mjini anatembea. Kumbe kule alikoomba kazi amefanikiwa, hata kama kuna mali alikuwa amejishikiza. Yaani shetani amepanga pale pale alipofanikiwa. Mtoto anatembea mjini, hana lile wala lile. Bundi alipita akamgonga njiani. Alivyomgonga kijana alikufa pale pale. Kwa unapokwambia kataa mtego dhidi ya watoto wako, nina maana. Nina maana kamanda wa Jehova, nina maana. Shetani anawinda watoto wetu. Tubaki tunalia, tubaki tunahuzuni, tubaki hata wakija kwa njia bundi, wakute mtego wa bundi, tulishafanyaje? Tulishapegwa. Kijana mwingine akaniambiaje? Amepata ajira da. Anaingia ofisini, akae kwenye kiti. Ghafla, kiti alichokaa hicho akapoteza ufahamu, ajiri. Vita kwa watoto. Vita kwa nini? Kwa watoto. Vita tunayo. Ndio maana nakuta mimi kila siku lazima nichomekee ajenda watoto. Vita tunayo. Hatutalia madamu tunaishi. Madamu wazazi tu. Hatutalia. Kwa nakwambia pegua, pegua. Wakishindana na wewe wanaenda kwa watoto wako. Bwana asifiwe. Mwambie Mungu, mtego wote alionitegea juu ya watoto wangu, natuma damu ya Yesu. Amen. Silimeleka watoto wangu. Nyosha mikono yako. Hata kama una mtoto kwenye ulimwengu wa roho, unao. Ukija kuzaa, wana survive. Nilikubulia sasa kupandikiza maombi miaka mingi kwa ajili ya watoto wako. Haleluya. Haleluya. Kuna mtego kwa ajili yako. Kama umepanga ukafia chooni, hautafia chooni. Wakisema utafia bafuni, unaoga, hafi mtu bafuni. Unaoga unatoka salama. Wangapi tumeshuhudia wamefia bafuni? Wangapi tumeshuhudia wamedondokea chooni? Si wengi. Uko ende chooni, damu Yesu inaenda huko. Haleluya. Haleluya. Sema Baba, kwa jina la Yesu,
ajali, kwenye huo mtego wa mauti, kwenye huo mtego wa kafara, sai damu ya Yesu naipeleka kwenye huo mtego waliotega juu ya mtoto wangu wa kike, juu ya mtoto wangu wa kiume. Napeleka damu ya Yesu, ayapeleka damu ya Yesu. Hiyo mitego lazima iteguliwe. La mandoro bobo, la pakori ya Masaya. Tegua, 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 tegua. Peleka damu ya Yesu kwenye huo mtego. Peleka damu ya Yesu kwenye hiyo mitego. Peleka damu ya Yesu kwenye huo mtego. Mtego wa wafu, wameweka wafu ili kukunasa, waoga utatunasa. Tunapeleka damu ya Yesu. La pakora wasa, yandarabasa, kandarabasaka. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunapeleka damu ya Yesu juu ya hiyo mitego yote tegea, juu ya mtego wa kikanga, juu ya mtego wa kichawi, katika jina la Yesu. Mtego wa mauti, mtego wa mauti, mtego wa magonjwa, mtego wa ajali, kandarabaya, mandarabasaka, mtego wa mabaya. Tunapeleka damu ya Yesu. Peleka, 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 peleka. La mama malabasaka. Mtego wa mtego juu ya mtoto wako popote alipo, yuko Mwanza, yuko Singida, yuko Shinyanga, yuko Dar es Salaam, yuko hapa Mbeya. Peleka hiyo damu. Mtego wa mtego, kandarabaya, mandarabasaka. Omba, omba, omba. La mama mashaka. Ni asubuhi baada wajatembea, ni asubuhi baada wajatoka, hata kama wametoka kandarabasaka, wametenda kwa njia chakula, wametenda kwa njia zawadi. Tunapeleka damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye hiyo zawadi, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Zawadi yoyote aliandaliwa mtoto wako, zawadi yoyote aliandaliwa mtoto huyo mama, zawadi yoyote aliandaliwa mtoto huyo kaka, huyo baba, Yesu napeleka damu ya Yesu. Tunategua mitego, tunategua mitego, mitego ya mauti, mitego ya kikanga, mitego ya kichawi. Damu ya Yesu iende. Kandarabasaka, lapo shakerebo sana, lika papapa, lika papapa. Moto unaenda, moto ya damu ya Yesu naenda, moto ya damu ya Yesu. Peleka, peleka, peleka kwenye shule wanazosoma, peleka ndani ya shule, ndani ya shule, ndani ya shule wanazosoma. Tunapeleka damu ya Yesu kwenye shule wanazosoma, kwenye vyeo wanavyosoma. Yesu napeleka hiyo damu, napeleka hiyo damu kwenye hicho shule, kwenye hicho shule, kwenye hiyo shule. Huo mtego, huo mtego kwenye hiyo ofisi wanaofanya kazi mtoto huyo mama, wale watoto wetu wanapofanya kazi. Tunapeleka damu ya Yesu. Huo mtego, huo mtego unateguliwa, huo mtego, huo mtego unateguliwa, huo mtego, huo mtego unateguliwa, huo mtego, huo mtego unafutika, huo mtego, huo mtego unafutika, huo mtego, huo mtego unafutika, huo mtego, huo mtego unafutika. Mtego unafutika, nafsi zetu zinatoka kama ndege katika mtego wa mwendaji. Nafsi huyo mama inakoka. Huo mtego uliotega bafuni, huo mtego uliotega chooni, huo mtego uliotega kwenye mlango, damu ya Yesu inapita kwenye huo mlango alikotega. Huo mtego, mtego uliokaa kwenye mlango, mtego uliokaa bafuni, mtego uliokaa chooni, moto huo, moto huo, moto huo, moto huo, moto huo, moto huo, moto na uende kwa damu ya Yesu. Sante Yesu, Sante Yesu, Sante Yesu, tunavuka. Sante Yesu, natumbusha hatutakufa kifo cha kijinga, hatutakufa vifo vya wachawi, hatutakufa vifo vya maoneshi. Oh, Sante Yesu, mitego inafutika chini ya watoto wetu, chini ya vijana wetu. Karabarabara shekelebosa, yandarababa, ikandarababa. Hey Yesu, simani zako nena lingane na wewe mtanda mawingu. Wanapofikiri tunakufa kesho, wani tunainuka tukiwa salama katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Amen. Amen.
Amen, 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 amen. Shangilia Yesu kwa makofi mengi. Chapia Yesu kwa makofi mengi. Chapia Yesu kwa makofi mengi. Sijakuona, bado sijakuona. Wakifikiri unakufa kesho, unaona wiki ijayo unatembea. Wakifikiri watoto wako watakufa na yale walioyapanga, wanakuta watoto wako wanazidi kuishi, wako salama. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo, na sisi tunawashinda kwa damu ya mwana-kondoo. Wanatumia damu ya kuku, tunawashinda kwa damu ya mwana-kondoo. Wanatumia damu za mbuzi, tunawashinda kwa damu ya mwana-kondoo. Tuna damu nyingine isipokuwa damu ya Yesu. Tutatoa damu zao, sisi tunayo damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Wanaovalisha watoto wao ilizi, sisi tunawavalisha damu ya Yesu. Watoto wao wamewachanjia, sisi tumewachanjia damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe mwanangu. Bwana Yesu asifiwe mtumishi wa Mungu. Haleluya. Naomba ukae. Somo letu ni lile lile. Usinipunguzie mwendo isipokuambia. Somo letu ni lile lile. Leo ni siku ya 4. Usinipunguzie mwendo nisipokufanya je? Nisipofanya je utumishi? Lakini neno hili tunalipata kwenye kitabu kile cha Wafalme wa Pili sura ya 4. Kianza mstari wa 18 mpaka 24. Lakini leo nasoma mstari mmoja tena, ule wa 24. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mstari wa 24 hiyo wa Wafalme wa Pili hiyo sura ya 4 anasema hivi: akatandika punda, akamwambia mtumishi wake, mwendeshe tuendelee mbele, usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Akatandika punda wake, akamwambia mtumishi wake, mwendeshe tuendelee mbele, usinipunguzie mwendo nisipokuambia. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa kuna baadhi ya vipengele tukaviona ambavyo shetani anaweza akavitumia vya wewe kukufanyaje, kukupunguzia mwendo au kukurudisha nyuma. Tumepita baadhi ya vipengele fulani, lakini jana tulisimama na ile kitabu kile cha Hesabu. Tuliona mfano wa wana wa Israeli, namna ambavyo Balaki alienda kwa Balaam mganga mchawi, aende akamlania wana wa Israeli ili waweze kufanya kupungua, ili waweze kuishi, yani kwa the official, ili waweze kuwarudisha nyuma. Kwenye ile kitabu cha Hesabu 22 tulisoma mstari wa 7 mpaka wa 8, tukasoma na Hesabu sura 23 ule mstari tena nadhani ni wa 7 mpaka wa 8. Tukaona namna ambavyo Balaki anawatuma wakuu wake, anasema akawatuma na ujira, manake akawapa na kitu, yani kama sadaka ya kumpa, kwamba nenda kanilanie. Lakini tunaona ile sura 23 ni kweli Balaam amekuja kwa Balaki, akamwambia niandalie madhabahu 7. Kwenye kila madhabahu utaweka sadaka ya ng'ombe na kondoo, sadaka ya ng'ombe na kondoo. Hii sadaka bana, madhabahu zote hizo alizozinua 7 kwa ajili ya wana wa Israeli, lengo tu ni kupambana nao. Kwa nini wanaongezeka? Kwa nini wanastawi? Kwa nini wanapiga hatua? Akawa naona wivu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Nikamwambia hata wewe huwezi kujua ni nani anakuchungulia, ni nani anakuangalia, ni nani anafuatilia watoto wako, na usijue wamekwendea kwa waganga, wamekwendea kwa madhabahu za miungu mingine. Yamkini wametoa na kuku kabisa, lakini kulaani maisha yako, kulaani uchumi wako, usiendelee kusonga mbele. Nikakwambia si uchumi tu, hata katika maisha yako ya wokovu. Mwingine mkilisha kutamkia tutaona kama tafika, wanakuwekea muda, tutaona kama tafanyaje, atafika. Lakini unakuta ni vita inayoinuka ili usiendelee mbele, ili usiendelee mbele katika utumishi wako.
praise, labda nizungumze kidogo. Unakuta Mungu ameinua vijana akiabudisha, jamani, akiabudisha. Yaani mpaka unaona kabisa ukuloni mabagwito. Yaani unajisikia vizuri. Lakini kwa sababu akina Balaam tunao mpaka kanisani, pale kijana anaendelea kuabudisha, anaendelea kumtukuza Bwana, atakachofanya atachukua 2,000 au 5,000 au 1,000, anaenda kumpa, akimpongeza, akimtunza, tunaweza kutunza lakini ile pesa alishaisemesha kumlaani. Ilikuwa ile neema iliyoko ndani ya kijana, ghafla muda sio mrefu kijana tena ile upako alikuwa nao haupo kabisa. Ndio maana kwa watumishi wa Mungu wanaposema amen, wanakuletea hizo hela, kwa makini nazo sana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa nazo makini sana. Kama Mungu atakwambia hizo pesa usizitumie, rudisha kwenye madhabahu, toa madhabahu. Ondoa tamaa kwamba papoka kitu kataenda. Unapofikiri unaenda kutumia, zinaweza kufanyika msaada kwako, kumbe ni kichinjio chako kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu ana namna nyingi ya kukutunza kuliko hizo. Ana namna kabisa. Sijajua hapa kama mmeshaona hicho kitu. Nasema Bwana alikuwa Bwana alikuwa vizuri. Shida ni nini? Balaam amemlaani. Unakuta mpaka na tabia inabadilika. Ameanza uzinifu, ameanza uongo, ameanza udokozi. Sasa watu wasipojua kumwombea huyo kijana, naingia kumsema vibaya, nakosea sana. Ni vita ya utumishi. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya watoto wa Mungu. Haleluya wana wa Jehova. Ndio maana kama una mtoto anaimba, muombe sana. Mtolee na sadaka kwa Bwana. Sasa tuliona maneno yani laana hizo wanazoziachilia kwenye madhabahu za miungu mingine. Lakini sasa hapo kuna kitu ambacho nimesikia ndani yangu. Hebu tukiangalia, tusogee kidogo hapo. Yeremia 22. Yule binti. Yeremia sura 22 mstari wa 29 mpaka ule mstari wa 30. Kama kuna mwingine atakuwepo atasoma. Yeremia sura 22 mstari wa 29 na 30. Yeremia 22 sura ya 22. Yeremia 22:29 mpaka 30. Nchi, lisikie neno la Bwana. Bwana asema hivi: andikeni habari za mtu huyu kwamba hana watoto, kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote, maana hapana mtu katika wazao wake atakayefanikiwa akiketi katika kiti cha enzi cha Daudi na kutawala tena katika Yuda. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Ili neno tunaona kabisa mstari wa 29 kama alivyosema mtumishi wa Bwana. Ni mtu anaisemesha ardhi. Anaisemesha nini? Ardhi. Anasema nchi. Yana nchi ni ardhi. Si ndio watumishi wa Mungu? Najua mmejifunza somo la ardhi. Najua tu lazima. Anasema nchi lisikie neno la Bwana. Andika habari za mtu huyu ya kwamba hana watoto, ya kwamba hatafanikiwa pamoja na wazao wake. Si amesema mtumishi wa Mungu. Nchi lisikie neno. Bwana asema hivi, andikeni habari za mtu huyu kwamba hana watoto. Cha pili, kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zake wala uzao. Ni mtu. Ukisoma kuanzia sura ya kwanza, ukianzia kuanzia pale mwanzoni moja, hiyo sura ya 22, unakuta ni Yekonia. Yekonia ndio habari analaniwa kupitia nini? Ardhi. Wamesemesha habari hizi, wamesemesha laana juu ya Yekonia na watoto wake.
kwamba Yekonia, wewe ardhi, andika habari za huyu Yekonia ya kwamba hana watoto. Maana kana watoto lakini itaonekana hana nini? Maana watoto wamemtunzi hata kama nao. Si hata jamani, hata wewe mwenyewe shahidi. Watoto nao lakini wanakuangalia. Chache sana. Lakini anaambia andika habari za mtu huyu kwamba hatafanikiwa katika siku zake zote. Maana sasa ameisemesha ardhi. Hiyo laana ameiachilia kwenye ardhi. Kwa hiyo Yekonia anatembea Tanzania, lakini ardhi anayoikanyaga, ardhi anayoishi inasema hautafanikiwa. Kwa hiyo anafanya biashara anapambana. Hamna kinachoenda. Anasema ngoja nibadilishe niende kwenye kuku. Anafuga kuku. Anakuta kuku anakufa. Leo atakusanya 10, kesho atakusanya 20. Hamna kitu kinaenda. Kumbe kuna mtu mmoja ameisemesha ardhi ya kwamba hautafanikiwa katika siku zako zote. Nataka nikwambie hivi. Hakuna mwanadamu anaishi angani. Kila mwanadamu anaishi kwenye nini? Tunalala kwenye nini? Tunafanya biashara kwenye nini? Tunakunywa maji kwenye nini? Ufalme wa giza wana maarifa sana kuhusu ardhi kuliko watoto wa Mungu. Labda nizungumzie hivi. Nasema wachawi wanajua sana kuitumia ardhi kuliko watoto wa Mungu. Watoto wa Mungu tulisabiri tarehe. Lakini mchawi ana uwezo wa kuisemesha ardhi kinyume na maisha yako na watoto wako, ya kwamba hautafanikiwa. Sasa nawapenda tu, yani kila mtu ni mpendo. Mama Amina nisiende kuponya. Ngako kwenda. Ngoja nikakununulie na soda. Unapoenda kununua soda, umpe yeye yuko kuisemesha ardhi ya nyumbani kwako. Watoto wake hakuna hata mmoja atakayekuja kuolewa. Kuanzia wa kwanza mpaka wa mwisho wazalie nyumbani. Ameisemesha ardhi ya nyumba yako, ameisemesha ikuisa. Wale mkonyo lakini amekulani na watoto wako, afu umempa na soda. Bwana asifiwe. Kama atakuwepo mmoja yuko upande wa giza, atakuwa ananielewa vizuri sana. Kama yupo, atakuwa ananielewa vizuri sana. Anapoisemesha sasa, unakuta ni kweli. Mtoto wa kwanza, wewe nini? Mama, samehe. Afu si kwamba mtoto wako anapenda. Wengi wazazi hamjui wake. Samehe mama. Umenitia aibu. Aliyekutia aibu ni yule rafiki yako anayekujaga. Ulimletea, unamnunulia na soda. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Akaisemesha. Alivyoisemesha, unakuta mpaka sasa amesemesha uharibifu usifanikiwe. Kaangalie na vitu pale nyumbani kwako haviendi. Kile unachokifanya kieti. Kila kitu unachokifanya utafikiri kuna mtu anapuliza anafanya tu. Hakiendi. Kuna maneno yamekaa kwenye ardhi kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Najua Yekonia alipata shida sana juu ya watoto wake. Lakini hakujua kwamba kuna mtu mmoja ameisemesha ardhi ya kwamba hatafanikiwa katika siku zake zote. Mwingine amesemeshewa watoto wake wakifika miaka 40 au 35 wanakufa. Mwingine ameenda kuisemesha na sio ardhi tu. Shetani anaweza kusemesha chochote. Hizi send off hizi wa mama kitchen party siku hizi. Natoa tu michango, nimetoa tu kwa wenzangu mpaka niweke kitchen party. Unaina kitchen party. Unataka vyombo. Si unataka vyombo wa mama vyombo. Kumbe mmoja amechukua sufuria. Ameisemesha hii sufuria atakapoitumia yule binti hatazaa watoto.
anatumia sufuria. Vyombo vilikuja vingi, umesahau hata kusema ngoja nivikomboe, maana siku hizi kamati hamtaki hata kuweka kamati ya maombi. Mnaika kamati ya maombi. Mmemsahau Mungu mwe. Yaani baada kusema ngoja niweke kamati kama maombi, tafuta pata basi watu 4. Mungu ndio kamati yangu ya maombi. Toa na sadaka. Mungu simama nitetee nisaidie. Anaweka mtego hapo, anasemesha na imbilizia. Kama naweza kuisemesha ardhi, wewe usifanikiwe na watoto wako, hata kitu chochote kinaweza kikasemewa kwa ajili yako na kikafanya kazi. Bwana asifiwe. Amina watoto wa Mungu. Amina wana wa Jehova. Amina makamanda. Ndicho anachokifanya sasa. Fikiria, maana yake sasa kama ulikuwa uko speed kwenye uchumi, watoto wako mwendo mzuri kwenye masomo, unakuta ghafla kila kitu kinaanza kurudi nini? Kile kinarudi nyuma. Unarudi nyuma. Nikupe na ushuhuda mmoja. Ni mtoto wa rafiki yangu. Alikuwa anasoma shule moja hapa Bombea sitaki niseme. Yule mtoto alikuwa kidato cha 5. Kidato cha 4 alipata division 1 ya pointi 7 kwa kiume. Sasa alipoenda form 5 alikuwa bado anaongoza kwenye ile shule ya ni shule ya vulana tu. Kumbe walisoma naye mtoto mmoja, mama yake nikisema mtambo sio utakuwa unanielewa. Mtambo. Kumbe amefanya kitu cha uharibifu kwa ule mtoto. Sasa ule mtoto akamekuja kunisalimia kwa sababu mtoto nilimsimamiaga ubatizo. Nimekuja kukusalimia mama. Nimekuja kunisalimia, karibu sana, hujambo? Sijambo. Unaendelea vizuri? Nikamwambia niambie habari za masomo. Naendelea vizuri. Nikasema kweli, nikakuta kama ndani yangu kama vizuri. Kweli, akasema niambie ndoto ile yote kwa shule. Akasema nimeota ndoto. Akasema nimekumbuka. Nini? Akasema mama, hapa najua ndipo penye tatizo. Nini? Anasema niliota ndoto. Kuna mwenzangu mmoja tunasoma naye shule kidato cha 5. Sasa niliota ndoto tuko shule. Yule kijana amekaa na mama yake hapa. Mimi nimekaa hapa. Sasa mimi nikawa nakimbia kwa hatua kubwa sana. Nimemwacha na yule kijana nakimbia. Lakini nimemwacha hatua kubwa sana. Mimi niko mbele. Anasema wakati mimi nakimbia, mama yake akamwambia yule kijana, unamwacha huyu anakupita kiasi hiki? Anasema mama yake kuna kitu ananisemea kwa uchawi. Nikuta kuna nguvu kubwa ya kichawi ameenda ameshika miguu yangu, akanivuta, akanirudisha nyuma. Mtoto wake akaenda mbele. Ni sasa alivyonirudisha nyuma, kila nikikimbia nashindwa. Kila nashindwa, namuona yule mama alisema hivi, tutaona kama unaweza kupiga hatua tena. Anasema mama, nashtuka. Ni ndoto, ni kweli. Kiwango kile nilichokuwa nacho kwenye masomo chote kimeshuka. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya watoto wa Mungu. Amen. Yule mama alimfutia nyuma yule kijana, lakini alishughulika na ardhi. Maana nilipoenda kumuuliza nikamwambia, kwani kwenye ile ardhi ya shule yule mama kukumbuka alichokisema? Anasema alisema maneno na mimi nayakumbuka. Kwa yule mama alisemesha ardhi. Alivyosemesha ardhi, lakini alimkimbilia yule kijana, alimvutia nyuma kiuchawi. Yule mtoto mguu wake akampush, akaenda mbele. Wako alivyolewe. Nauliza, nimeongea Kiingereza cha kule Tukui. Nasema wako yukoje? Wengine tunashangaa tuko huko. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninachoshangaa, unapofanya uharibifu kwa mtoto,
Unajua binti yako atakuja kuolewa na nani? Nimeona nikurudishe nyuma kidogo. Unapofanya uharibifu, kwa mfano, huyo kijana, kumbe Mungu amepanga huyo kijana ndo aje aolewe na nani? Na binti yako. Nataka nikuulize, unapofanya uharibifu wa namna hii kwa mtoto wa mwenzio, unajua mtoto wako atakuja kuolewa na nani? Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Haleluya, watoto wa Jehova. Jifunze kuuliza watoto wako, unaotaga ndoto gani? Hata kama ameolewa bado ni mtoto. Hata kama ameoa bado ni nini? Tena watoto wa kiume ndio kabisa. Muulize, umeota ndoto gani? Na wewe mama, niko kazi, mwambie usiku saa 2 ukirudi tuongee. Umeota ndoto gani? Ila mama, yani ile ndoto ile mama, tafikiri ile, yani kama unajua tu shetani anahangaika na nani? Shetani anahangaika na nani? Shetani anahangaika na nani? Shetani anahangaika na nani? Nasema shetani anahangaika na nani? Anahangaika na mtoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uharibifu, wachawi, nikwambie, amna. Shetani akaonekana hivi na hivi. Shetani anatumia watu. Kama ambavyo Mungu anatumia nani? Mtu. Kwani wewe kumwona Mungu ameshuka hivi? Huyo binadamu ndiye muona huyu binadamu huyu. Huyo ndiye atakayesemesha ardhi fulani asifanikiwe na watoto wake. Huyu fulani asifanikiwe hivi. Anasema maneno. Inawezekana hapa nilipo hapa tunafundisha hivi. Mwingine amekaa hapa anasemelezea maneno yake kichwa hapa. Lakini Biblia inasema tunashinda na zaidi ya kufanya je. Kwa Bwana anatutia nini? Bwana Yesu asifiwe. Sasa tutaenda kufuta. Tunaenda kufuta maneno yao. Tunaenda kufuta laana zao kwenye ardhi ya nyumba yako, kwenye ardhi ya soko lako, kwenye ardhi ya biashara yako. Kila maneno yaliyokulani kwa uchawi wanasemesha utafanikiwa, tunayafuta, tunayakataa katika damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka kwenye shule wanaosoma watoto wako, maneno yote yaliyokaa kwenye ile shule futa. Alikuwa anatusimulia mchungaji mmoja, mzee Mwangaya kama alikuwepo. Tulikuwa kwenye maombi self hapo Jakaranda. Tulikuwa tunaombea nchi. Sasa kana tu ushuhuda. Anasema kwamba mtoto wake ghafla akashangaa. Mtoto walimu wanampigia simu kwamba njoo. Mtoto wako hatumwelewi. Kiwango alichokuwa anatembea nacho kimerudi nyuma. Na hii shule yetu ni ufaulu mkubwa sana, manake utamuondoa mpeleke shule nyingine. Akakataa. Akamwambia iwezekaniki. Alafu Mungu akamwambia hivi, chota ardhi. Mtoto wako uharibifu umefanyika kupitia ardhi ya shule. Beba. Anasema nikaichukua ile ardhi ya shule. Nikarudi nyumbani. Nikaanza kufuta na kutangua kila walichomsemea mtoto, maana alikuwa mtoto wa mchungaji. Si unajua vita za watoto wa wachungaji? Kufuta, kutangua kila ambacho wamekisema ili kumrudisha mtoto asifaulu, akumrudisha nyuma. Anasema afu Mungu akaniambia rudi tena na mtoto wako shuleni. Akachukua udongo, akarudisha. Saizi huko miendo yuko fire. Nini? Walisemesha ardhi. Unaenda shambani kumbe jirani yako, yani mbombosi yake. Unalima mahindi. Unafanya madebe tatu. Wenzio yako makubwa yako hivi. Mwewa kwetu. Unalima maharage, mwenzi ukienda anafanya hivi chaka. Kaketi yako tafikiri jana mbinde. Kumbe mwenzio ameenda amesemesha nini? Ardhi ya kwamba hata kilima maharage hatafanikiwa. Hata kilima nini? Mahindi hatafanikiwa. Wamesemesha. Na wewe ukianza kilimo mwaka huu, sasa ndio tunaanza kuandaa mashamba. Kuwa na akili, mwambie Mungu maneno yote yaliyokaa kwenye ardhi hii, laana waliosemesha ya kwamba nikilima maharage sitafanikiwa, na yafuta. Piga yalipo shamba lako, zunguka ili ndio kama shamba, nafuta kwa damu
omba. Isemeshe, mwambie, ewe ardhi, nikilima maharage yastawi, nikilima mahindi yastawi, nikilima njugu zistawi, nikilima mihogo isawi. Damu ya Yesu na ishimika. Waje waseme, utakuta damu ya Yesu imekaa pale. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe. Ukienda likizo kwa mtoto wako, bandika mkono ardhi. Wewe ardhi ni mtumishi wa Bwana. Kila laana iliyotamkwa juu ya mtoto wako nafuta kwa damu ya Yesu. Matangua waliposema somo la hesabu hata faulu, nafuta aanze kufaulu. Waliposema sayansi hata iweza, nafuta ataanza kuiweza. Zinaachilia damu ya Yesu na kupatanisha na damu ya Yesu. Ukija Jumapili unaunganisha na sadaka. Nashangaa tuna mtoto mmoja sayansi anapiga sana. Sijui mtoto anani. Unashangaa kumbe ulishasemesha darisi. Unakuwa tu ametenda mema. Unafurahi. Wewe jamani, Mungu atusaidie makamanda. Watoto watu wanajua tu chini. Lakini mpaka tuna Mungu anatupa hizi habari, maana yake tushughulike na nini? Na ardhi. Tufute maneno yaliyokaa kwenye nini? Kwenye ardhi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwenye nyumba yako ukienda leo, usilale. Mwambie mwenzio usilale leo. Andika mkono, futa. Juu ya watoto wako futa. Juu ya ndoa yako futa. Tena kiani kama kuna jambo liwahi kupita kwako, waliingia nyumbani mwako. Waliachilia takataka. Yaani leo nasema usilale, Mungu akusaidie. Pita chumba kwa chumba kwa jina la Yesu. Nafukuza kila roho zilizopita kwa njia hali zina maneno, nafuta. Yaani kama utasema ndo nyumba ile nilikuwa nalala au nyingine. Bwana asifiwe. Umenielewa mtumishi wa Mungu? Umenielewa mwana wa Jehova? Umenielewa makamanda? Mwingine ananishangaa, usinishangae. Nazungumza habari za wachawi wenye ila wanaosemesha hadi tusifanikiwe na watoto wetu. Sasa wao wanatamka maneno, sisi tunatamka kupitia damu ya nini? Kwa hiyo tukisema tunaandika kwa damu ya Yesu. Nani atafuta damu ya Yesu? Nani atafuta damu ya Yesu? Amen. Wakati wako tayari tushughulike na laana zao. Simama kwa miguu yako. Damu ya Yesu inane na mema. Makamani. Bure. Makamanda, bure. Nataka tuonane huko kwenye ulingo. Hapa ndo penye ulingo hapa. Damu ya Yesu inane na mema. Damu ya Yesu inane na mema. Damu ya msalaba inane na mema. Damu ya Yesu inane na mema. Damu inane na mema. Inane na mema. Damu inane na mema. Damu inane na mema. Inane na mema. Wewe unajua
watoto wa Mungu. Chomoa eti. Tumvue. Sema Baba, kwa jina la Yesu. Tunamleta dada huyu mbele zako kwa damu ya Yesu. 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 Tunaomba toba. Tunaomba rehema juu ya roho yoyote inayofanya kazi juu ya maisha yake ambayo adui amepanda juu yake kwa kumwonea. Yesu, naomba toba, naomba rehema kwa damu ya Yesu. Samehe Yesu, samehe Yesu. Tunaita damu ya Yesu juu ya maisha yake. Tunaita damu ya Yesu juu ya nafsi yake. Tunaita damu ya Yesu juu ya jina lake. Tunaita damu ya Yesu juu ya kinywa chake. Tunaita damu ya Yesu juu ya mikono yake. Tunaita damu ya Yesu juu ya macho yake. Kwa jina la Yesu, shetani ulichomvarisha tunaking'oa, 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 tunaking'oa. Hiyo nguvu ya kipepo tunaifisha, 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 tunaidofisha, tunaidofisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunaidofisha, tunaidofisha kwa jina la Yesu. Aya, mvue katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Uwe mfalme. Hiyo roho aliyokuvalisha sio ya kwako, sio ya kwako. Naachilia damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu. Nguvu za giza paka, achia nafsi yake paka kwa jina la Yesu. Naachilia damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Shetani achia nafsi yake, achia kinywa chake, achia kinywa chake, kinywa chake. Nachia damu ya Yesu, damu ya Yesu. Chakula mlichomlisha kwa njia ya ndoto, kwa njia yote, nachia damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye hicho kinywa, damu ya Yesu kwenye hicho kinywa, kwenye hicho kinywa, damu ya Yesu kwenye hicho kinywa. Na kuvua kinywa chake pepo, 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 na kuvua. Damu ya Yesu inapita, damu ya Yesu inapita, damu ya Yesu inapita. Napiga, 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 napiga. Ayachia maisha yake. Damu ya Yesu inapita kama moto, inapiga nguvu za giza, inapiga falme za giza. Damu ya Yesu, usawa nyoka, usawa nyoka. Piga kwa jina la Yesu. Nimemwonea, roho mnamwachia. Nimemwonea, roho mnamwachia. Piga kwa jina la Yesu. Na kuvua hiyo mamlaka, na kuvua ufalme, na tangua hicho kiti kwa jina la Yesu. Funguka sasa. Damu ya Yesu ikuweke huru, usikune tena na utatumika tena katika jina la Yesu. Nyosha mikono yako kwa Bwana. Sema Baba, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Naita damu ya Yesu, 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 naita damu ya Yesu. Yesu, laana yoyote iliyokaa kwenye ardhi, maneno yoyote walioyanena kwenye ardhi ya Mbeya kinyume changu, kwenye ardhi ya nyumbani kwangu, Yesu, kwa Yesu, 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 iyo laana walioinena kwenye ardhi kinyume changu, kinyume cha familia yangu, kinyume cha watoto wangu, ya kwamba sitafanikiwa, sitafanikiwa, sitafanikiwa mimi na watoto wangu, mimi na uzao wangu, sawa sawa na neno la Yeremia
shika ardhi. Shika ardhi. Tumechoka. Tumechoka nao. Shika. Kama umekuja kuomba, maana wengine anakuangalia usoni na kushangaa. Kama umekuja kuomba, omba. Hatuvuki na watu, unavuka peke yako. Nifuatishe maneno haya. Sema Baba, kwa jina la Yesu, naileta ardhi ya Mbeya, naileta ardhi ya nyumbani kwangu, naileta ardhi ya shambani kwangu, naileta ardhi ya biashara yangu. Maneno yoyote ya kiganga, ya kichawi walioyanena waganga kinyume na maisha yangu ili nisifanikiwe, Yesu, asubuhi ya leo naomba toba, naomba rehema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Maneno yote aliyoyanena mganga yote, shauri yote yamesimama kwenye ardhi, na yafuta, na yafuta, na yafuta, na yafuta kwenye ardhi ya Mbeya, kwenye ardhi ya nyumbani kwangu, kwenye ardhi ya shambani kwangu, ya kwamba sitafanikiwa, na yafuta, na yafuta, na yakataa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Haya maneno ya laana kwenye ardhi na yafuta kwa damu ya Yesu. Haya futa, 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 futa. Nenda mpaka nyumbani kwako, nenda mpaka kwenye biashara yako. Futa hayo maneno ya laana, futa maneno ya kwamba hutafanikiwa wewe na watoto wako. Futa kwenye shule unayosoma, futa kwenye chuo alichosoma mtoto wako. Napakorobe saka, tunafuta kwa damu ya Yesu. Ardhi ya Mbeya, napokea maneno ya laana ya kutokufanikiwa kwangu na uzao wangu, ya kutokufanikiwa kwa huyu mama na uzao wake, ya kutokufanikiwa kwa huyu mama na uzao wake. Tunafuta kwa damu ya Yesu, tunafuta kwenye ardhi ya Mbeya, tunafuta kwenye ardhi ya Tanzania. Haya maneno yanasimama, haya maneno ya laana, haya maneno ya kutofanikiwa, haya maneno ya magonjwa, haya maneno ya mauti, tunafuta kwa damu ya Yesu, tunafuta na kuyakataa, tunafuta na kuyakataa, tunafuta na kuyakataa. Futa, futa, futa. Damu ya Yesu inapita kwenye ardhi, damu ya Yesu inapita kwenye ardhi. Tunafuta maneno yote yaliyotamkwa na mwanaume wetu, yaliyotamkwa na mwanamke wetu, kutokufanikiwa kwako, kutofanikiwa kwa watoto wako, kutofanikiwa kwenye uchumi wako, kutofanikiwa kwenye biashara yako. Tunafuta kwa damu ya Yesu. Futa, 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 futa. Kandora wasandora wasa, lapa kora wasanda, lipapa kora wasila, yandara wasandara wakasila. Tunafuta, tunafuta hayo maneno, maneno ya laana, maneno ya kichawi kwa jina la Yesu. Tunayatambua, tunayafuta kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu inapita, damu ya Yesu inapita, damu ya Yesu inapita, damu ya Yesu inapita katika jina la Yesu. Tunaita damu ya Yesu, damu ya Yesu inapita, damu ya Yesu inapita. Wametamka maneno ya mauti, wametamka maneno ya laana. Leo damu ya Yesu ipita juu ya hayo maneno, ipita juu ya hayo maneno, ipita juu ya hayo maneno ya laana katika jina la Yesu. Damu ya Yesu inapita sasa, damu ya Yesu inapita. Futa, futa, kataa, 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 futa, kataa. Damu ya Yesu, damu ya Yesu inapita kwenye ardhi yote, damu ya Yesu inapita kwenye ardhi yote kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Walipotamka kwa laana ya kwamba lazima ufe kwa ugonjwa fulani, tunafuta, 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 tunafuta na kukataa. Damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Ramandora Wasaka, futa nenda, nenda mpaka nyumbani kwako. Shukrani, nenda, nenda, nenda. Tarabaraba shaka, rabaraba shaka, rabaraba shaka, rabaraba shaka. Futa, futa, tunafuta kwenye masomo, tunafuta kwenye shule walizosema watoto wetu ya kwamba watafanikiwa kwenye masomo yao. Tunafuta kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu tunaipeleka, damu ya Yesu tunaipeleka, damu ya Yesu tunaipeleka, damu ya Yesu tunaipeleka kwenye shule wanazosoma, kwenye vyuo wanazosoma. Rapa, 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 rapa,
familia ya huyo baba, tunafuta kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu, futa hayo, futa, kataa. Futa, nataka nikuona na futa. Karabashaka, rapakokorodosa, yandara baba, rikapakoropopopopopo. Walipokuibilizia kwamba kipita hapa lazima teguke, tunafuta. Karabashaka, rabashekere mandorosa, pandorosa, ndarapakorodosika, kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti. Asante Yesu. Karabashaka, 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 karabashekeredosa, ndorosa, rabakorodosika, rikapakorodosana, rikapakorodoshekeredosa, shandarabakorodosaka, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Asante Kristo kwa kuwa unaweza na unatenda katika jina la Yesu. Haleluya. Simama. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Isaya sura ya 7. Biblia inasema Bwana wa majeshi asema hivi, hayo maneno hayatasimama wala hayatakuwa. Na sisi tunaenda kutangaza hayo maneno aliyotamka kwenye ardhi kinyume cha mtoto wako. Hayatasimama wala hayatasimama wala hatafanyaje? Katika damu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yaani hapa ndio nataka ufute na kusema yatakuwa. Wewe unitamkia wachawi. Wengine ni ndugu zetu live wametutamkia hata kuketa. Ikufani ameokoka. Mpaka kanisani wametutamkia. Oh, kama Mungu aishivyo. Kama Mungu aishivyo, kama Mungu aishivyo. Kama Mungu aishivyo. Najulikane. Najulikane Mungu. Najulikane Mungu. Najulikane Mungu. Sema Baba kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ewe Bwana Yesu, tunasimama tena na neno lako. Isaya sura ya 7 na ule mstari wa 7. Haya maneno walioyanena kwenye ardhi ya Mbeya, kwenye ardhi ya familia yangu, kwenye ardhi ya shule ya watoto wangu, kwenye ardhi ya watoto wangu, haya maneno hayatasimama, hayatakuwa. Haya maneno hayatasimama, hayatakuwa. Hiyo laana hayatasimama, haitakuwa. Naikataa, naifuta, naikataa, naifuta, naikataa, naifuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Haya maneno aliyotamka mwanamke mchawi, mwanaume mchawi, hayatasimama, hayatasimama, hayatakuwa. Kwa damu ya Yesu nayafuta, nayakataa, nayafuta, nayakataa juu yangu, juu ya watoto wangu, kwa damu ya Yesu. Haya nenda, futa, futa. Tangaza ya kwamba haya maneno hayatasimama, hayatakuwa juu yako, hayatasimama wala hayatakuwa juu ya mchungaji.
hii madhabahu. Haya maneno waliotamka katika jina la Yesu, wametamka kwenye ardhi ya Mbeya juu ya mchungaji, juu ya mama mchungaji, juu ya watoto wa mchungaji. Natangaza ya maneno hayatasimama, hayatakuwa. Maneno yaliyoizia na kuiingilizia basi kwenye hii madhabahu kwa uchawi hayatasimama wala hayatakuwa juu yako, juu ya usia wangu na utumishi wangu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, mbingu sikia na ardhi sikia na maji sikia. Haya maneno nasema hayatasimama wala hayatakuwa. Kataa, 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 kataa mtoto wa Mungu, kataa. Rapa papa, rapa sakarika saya yanda la hayatasimama wala hayatakuwa katika jina la Yesu. Kandara la soka baba 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 takata futa kataa, futa kataa, futa kataa katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Kwa damu ya Yesu, Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu, haya maneno yaliyokutamkia hayatasimama, hayatakuwa, hayatasimama, hayatakuwa katika jina la Yesu. Shema siaka papa 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 na chini ya damu ya Yesu papa moto unapita. Haya shema na chini ya damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, na kufua ugonjwa, na kufua ugonjwa mtu alipokwenda kwenye tumbo, na kiparamasha, na kiparamasha, na kiparamasha, na kiparamasha, na kufua ugonjwa, na urudisha kwa ile tumbo. Damu ya Yesu inapita kwenye ile tumbo, 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 damu ya Yesu inapita kwenye ile tumbo. Mtu aliyekutapia na urudisha, na kufua, na kufua, na kufua, na kufua, na kufua, na kufua, na kufua. Watu wanapita, watu wanapita. Toka pepo, toka pepo, toka pepo, toka mauti, toka ulivyolisha, chakula ulicholisha, chakula ulicholisha, chakula ulicholisha, chakula ulicholisha. Tapika, haya fanya haraka, tapika, tapika chakula ulichokulisha, kitabeba mauti, kitabeba uharibifu. Tapika, piga, piga na kutapisha kwa jina la Yesu. Toka chema chako, toka chema chako, toka, 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 toka. Nachilia moto, nachilia moto, nachilia moto, nachilia moto, nachilia moto, nachilia moto, nachilia moto. Fire, fire, kwa jina la Yesu. Piga kwa jina la Yesu. Nachilia moto, nachilia moto, nachilia moto, nachilia moto. Damu ya Yesu ni moto, damu ya Yesu ni moto, damu ya Yesu ni moto, damu ya Yesu ni moto. Fire, 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 fire. Ucho chakula, ucho kula, ucho mbebesha mauti juu yako. Fire, 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 fire. Tapika, ucho chakula, ucho kula, cha mauti. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Haya, funelaka, funelaka, funelaka. Moto unapita, moto, 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 moto. Kwa jina la Yesu. Fire, 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 fire. Moto unapita kwa jina la Yesu. Piga, 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 piga. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Funelaka, funelaka. Ondoka, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Rapa shekete, wewe, jifue, 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 jifue cha chakula walichokulisha kwa uchawi. Tapika, toa, 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 toa. Tunachilia moto, tunachilia moto, tunachilia moto. Piga kwa jina, piga kwa jina, piga kwa jina, piga kwa jina. Tapika wewe, funelaka. Wewe pepo nasema na wewe pepo. Kwa jina la Yesu. Fire, 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 fire. Moto, 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 moto. Moto, 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 moto. Moto, 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 moto. Moto, 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 moto. Nakuashia moto, nakuashia moto, nakuashia moto. Hata kufa huyo. Nakuashia moto, nakuashia moto, nakuashia moto. Toka, 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 toka. Haya funelaka. Toka.
unga. Futa. Kataa ya maneno. Ungua. Uachie maisha yake. Uachie na nafsi yake. Uachie maisha yake. Uachie na nafsi yake. Ungua. Achilia fire. Chafua zake kwa jina la Yesu. Amen. Alikusudia kwamba afa aliyetaka. Rudi hapa. Rudisha hapa. Rudi hapa. Aya, ondoka. Ondoka. Fanya haraka ondoke. Fanya haraka ondoke. Tunachilia moto kwenye ardhi. Moto kwenye nafsi yako.